Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi naungana na wenzangu waliopongeza sana serikali juu ya kukamilisha ulipaji wa fidia katika mradi mkubwa wa Mchuchuma na Liganga, na kwamba mazungumzo ya awali yamekwisha kufanyika na kuna makubaliano ambayo tayari kama mgawanyo wa hisa na muundo wa uwekezaji, lakini kiwango cha mtaji, lakini na muda wa uwekezaji. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, changamoto ya hapa tu ni moja, kwamba waziri ametuletea blank, amesema tu maneno, hajatueleza huo mgawanyo wa hisa utakuwaje, lakini viwango vya mtaji kinachotakiwa kitakuwaje, na muundo wa uwekezaji utakuwaje, na muda wa uwekezaji utakuwaje, kwa sababu kwa mujibu wa The Natural Waste and Resources Permanent Sovereignty Act number 5 of 2017 na Tate Act ya mwaka 2015 zinakataza majadiliano ya asili katika miradi ya uziduaji. Kwa hiyo haya mambo yanatakiwa kuweka wazi ili wote tuende kwa pamoja, hasa katika mradi mkubwa kama huu ambao tulitegemea kwa muda mrefu katika taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, najaribu kuangalia mwenendo wa biashara na uwekezaji nchini tunavyoenda. Taarifa ya mwaka 2022-2023 kupitia dirisha la huduma la uwekezaji la pamoja, yani One Stop Facilitation Center, inaonyesha kuwa miradi 240 ilisajiliwa yenye thamani ya dola milioni 14,387.17 sawa na shilingi trilioni 11.4. Miradi 94 ni ya wageni, miradi 89 ilikuwa ni ya Watanzania na 57 ya wabia. Kwa hiyo wageni walikuwa wanaongoza katika miradi iliyowekezwa katika kipindi hicho. Lakini mwaka 2023-2024 inaonyesha miradi ya maombi kwenye tume ya kugawa ardhi kwa ajili ya uwekezaji yalikuwa maombi 191, ambao kati ya maombi hayo 130 sawa na 68% yalikuwa ni kampuni za wageni, na maombi 61 sawa na 32% yalikuwa ni ya Watanzania. Kwa hiyo na hapo inaonyesha kwamba wageni wanaongoza katika kupewa ardhi ya uwekezaji, wanaongoza katika uwekezaji kuliko wazawa na Watanzania waliopo. Lakini baadhi ya wawekezaji hapa ndani ya nchi, baadhi ya wawekezaji wa ndani wanalalamika kunyang'anywa kazi na wageni. Mfano, mfanyabiashara maarufu hapa nchini, mbunge mstaafu wa Igunga, Mheshimiwa Rostam Azizi, alinukuliwa na vyombo vya habari akisema, akilalamika wazawa kunyimwa kazi nyingi na kupewa wageni, huku akionya kuwa hakuna nchi duniani iliyowahi kupata maendeleo kwa kutegemea wageni. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara hii ilitegemewa iwe ni rufaa ya huzuni na mateso ya wafanyabiashara, iwe rufaa ya huzuni na mateso ya wakulima na wafugaji wa nchi hii, lakini badala yake imekuwa ni kinyume. Imekuwa ni wizara ambayo imekuwa ikihalalisha kuuawa kwa biashara nchini, imekuwa ni wizara ambayo imekuwa ikihalalisha kuua uwekezaji nchini, ajira na hata kodi za serikali. Ni wizara ambayo inabariki na kusaidia na kuwa wakala hata wa bidhaa za kutoka nje ya nchi kupata soko hapa nchini, huku mazao na bidhaa za nchi zikiwa zinauawa bei zake kila siku na kuruhusu mambo ambayo hayaruhusiwi kwa mujibu wa sheria kuingia hapa nchini. Wenzangu hapa wamezungumza. Leo tunazungumzia swala la uingizaji wa bidhaa zisizokuwa na ubora, na kamati imezungumza swala la kuingizaji wa bidhaa zisizo na ubora. Ni kwa nini bidhaa zisizo na ubora ziingie nchini wakati tuna mfumo uliokamilika ndani ya nchi? Mamlaka zinazohusika na enforcement ya kuzuia bidhaa zisizokuwa na ubora ziko wapi mpaka bidhaa ziingie hapa nchini? Unazungumza mpaka nondo zinaingia nchini. Nondo zikiingia nchini ambazo hazina ubora, maana yake tunaenda kujenga madaraja ambayo hayana ubora, tunaenda kujenga zahanati ambazo hazina ubora, tunaenda kujenga vitu ambavyo havina ubora na vyenye madhara makubwa. Leo kuna viwanda bubu vingapi vinavyotengeneza, wananchi wetu wanakunywa vinywaji ambavyo havina ubora kutoka kwenye viwanda hivyo. Mamlaka zinazohusika zipo, wizara inayohusika ipo. Leo hii kupitia wizara hii waliondoa swala la kigezo cha COC kuwa kigezo cha kuingiza bidhaa nchini, cheti hicho kuwa ni kigezo muhimu cha kuingiza bidhaa hapa nchini. Ikaondolewa hapa, tukakataa. Leo bidhaa feki zimejaa kila kona.
Kila mtu anakiri leo, kamati imekiri bidhaa zisizokuwa na ubora. Una bidhaa za umeme, una vifaa vya umeme ambavyo havina ubora. Wananchi wetu wanalipukiwa kule. Leo hii wananchi wanapata ajali kila leo. Kununua matairi ambayo hayana ubora, vifaa vya magari ambavyo havina ubora. Alafu tuna waziri ambaye anasimamia wizara hii, tuna taasisi ambazo zinasimamia wizara hii, wote wapo na wanakuja leo mbele yetu kuja kuomba pesa tena ili wakaruhusu watu wetu waendelee kupata ajali, waendelee kupata matatizo. Mheshimiwa Spika, leo naomba kama wizara hii haina uwezo wa kusimamia majukumu iliyopewa, na kama labda ilianzishwa kimakosa, basi bunge hili liazimie hii wizara ifutwe kati ya wizara za serikali kwa sababu haina sababu za kuwepo. Lakini la pili, kama ni udhaifu wa watendaji, basi tukaweke hiyo historia, kwa sababu hatuwezi kuwa na karoti tu kila siku. Tuende na kwenye stick approach. Haiwezekani bunge hili linashiriki kupitisha leo bajeti ya watu kwenda kuwaidhinishia bilioni 93. Alafu wanachoenda kufanya ni kwenda kuangusha uchumi wa nchi, wanachoenda kufanya ni kwenda kuharibu afya ya Watanzania, wanachoenda kufanya ni kuua kodi za Watanzania, wanachoenda kufanya ni kuua uwekezaji hapa nchini. Sasa kama imeshashindikana, leo TBS wapo, FCC wapo, BRELA wapo, mifumo mingine yote ya udhibiti ipo. Mbona mambo mengine tukitaka kuyadhibiti tunaweza? Mheshimiwa, naongeza muda mpaka tutapomaliza. Hapa kunakuwa na changamoto gani ambayo inatufanya tushindwe kusimamia? Na kama mtu anashindwa kusimamia, sheria zinampa uwezo wa kusimamia, ameshindwa kusimamia, kuna mambo mawili. Moja, ni dhaifu katika usimamizi, ni mdhaifu katika usimamizi. Lakini jambo la pili, kama sio mdhaifu kwenye usimamizi, maana yake biashara zinazofanyika za ovyo ni za kwake, au anaubia na hao watu ambao wanazifanya biashara hizo. Na Mheshimiwa Spika, kwa jambo hili lilivyo nyeti, ambalo linagusa afya za Watanzania, ambalo linagusa uchumi wa Watanzania, ambalo linagusa kodi ya Watanzania, na hatuwezi kukutana hapa kila siku tena kuzungumza hayo. Kama sio wizara kuvunjwa, basi hii kama ni utendaji mbovu wa watu walioshindwa kusimamia, waziri na watu wake, ikiwezekana. Asante Mheshimiwa, naomba dakika moja tu nimalizie. Mheshimiwa Mpina, asante. Kuna wachangiaji wengine kama 18 hapa.